Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Mshukiwa wa 6 kwenye kesi ya kutoweka kwa mvuvi Brian Odhiambo mwezi Januari mwaka jana, Francis Wachira, alikuwa na kibarua kigumu kuelezea matukio yaliyojiri kabla ya kutoweka kwake. Sajenti Wachira, ambaye alikuwa msimamizi wa maofisa wa KWS, alijitetea mahakamani kuhusu matukio hayo. Saa chache kabla ya saa 6 mchana, Sajenti Francis Wachira, mshukiwa mkuu wa kutoweka kwa mvuvi Brian Odhiambo, alikula kiapo mbele ya hakimu mkuu Kipkurui Kibelion kwenye mahakama jijini Nakuru. Hapa Wachira alieleza matukio ya tarehe 18 Januari mwaka jana yaliyosababisha kukamatwa kwa mvuvi Brian Odhiambo na maafisa wa KWS kwenye mbuga ya wanyama Nakuru. Aliweza kupigwa search nikiona, na baada ya kupigwa search aliweza patikana na gunia ama saka ikiwa imekuwa wrapped na iko along the waist. Na zamu ya mawakili kumhoji ilipowasili, Wachira alikuwa na kibarua kigumu kueleza mahakama mbona tukio la Brian Odhiambo kutoweka halikunakiliwa kwenye kitabu cha matukio. It is along hizo entries. Ukisema OB01 ya hiyo tarehe 18, it is okay. It is admissible. Because hizo event zote za siku na hii imewekwa alongside ni event za siku moja. So what occurrence, what is the ingekuwa imewekwa yuaona siku nyingine tofauti hapo, ingekuwa ina risara. Swala la mbona mvuvi Brian Odhiambo aliachwa na afisa mmoja Abdirahman Ali Sudi pia likiibua maswali. Kuna maelezo tofauti kwa sababu wewe ndio ulishuka ukafululiza na si wao. Wachira wale walikuwa na maelezo yao ya jinsi walishuka, wakaingia kwa trench, wakafuatilia. Bwana Wachira, huoni kwamba ulifanya makosa kumwachia driver Sudi mshukiwa akiwa peke yake? Je, wewe kama in charge huoni kwamba ni makosa kutuma askari kwa operation bila bunduki? Kesi hii itaendelea tarehe 21 Septemba mwaka huu, afisa mwingine wa KWS akitarajiwa kupanda kizimbani. Marian Nyambura, runinga ya Citizen.